Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Uzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kubadilisha maandishi kwenye simu yako ya Samsung. Unajua simu za Samsung mtu unaweza kubadilisha aina ya maandishi, fonts mbalimbali unazotaka, iwe kwa mlalo, iwe kwa kawaida. Sasa mimi nafundisha taratibu. Naomba uende na mimi hatua kwa hatua ili na wewe kama unatumia Samsung basi uweze kubadilisha maandishi yako ya kwenye simu. Moja kwa moja, cha kwanza kama unatumia simu ya Samsung, maana kama yangu hii ni kama unavyoona ni Samsung. Natumia Samsung. Moja kwa moja kama simu yako ipo lock, basi unaweza ukaitoa kwa hapa ikatoka lock namna hii. Baada hapo unaingia, cha kwanza jitahidi simu yako iwe updated, yani iwe katika latest version, toleo la juu kabisa. Kama simu yako haijawa updated, unaweza kaingia kwenye setting. Baada hapo ukapanda juu ukaingia kwenye software update hii hapa. Kisha baada ya hapo utabonyeza download and install hii hapa. Angalia, itaangalia. Baada ya muda itakwambia kama kutakuwa na update yote. Umeona mimi hamna update yote, lakini kwako wewe jitahidi kama kuna update yote basi moja kwa moja uweze kuupdate. Kingine unaingia kwenye store, Samsung Store hii hapa. Jitahidi unaingia mara kwa mara. Kisha ukishaingia hapa, umeona hapa chini kuna option ya games, apps pamoja na hii menu. Unagusa hapa kwenye menu. Kisha jitahidi uwe unaingia hapa kwenye updates. Hapo kama kuna app yote ambayo haipo updated ya Samsung, jitahidi uwe na update, kwa sababu itakusaidia moja kwa moja kwenye ufanisi, umeona, wa simu yako kwa ujumla. Narudi nyuma, narudi tena nyuma, moja paka kwenye home screen. Sasa ili kubadilisha maandishi yako unaingia kwenye hapa na itafuta setting. Umeona mimi nimeiona setting hii hapa. Basi nitagusa hapa setting. Nitaingia ndani ya setting. Nitaanzia mwanzo kabisa, tapandisha. Tuna sehemu pameandikwa display. Maana hapa inaanza display ni hii hapa. Utagusa hapa display. Utakutana na kuna option mbalimbali. Ya kwanza ni dark mode, jinsi ya kuweka kama dark mode au light mode. Wewe ukigusa kwa hapa itakuwa light mode. Ukigusa kwa hapa inakuwa dark mode. Unaweza ukatumia light, so mbaya, ni vile tu mwenyewe utakapopendelea. Unashuka tu chini taratibu, unaangalia sehemu pameandikwa font and style. Nadhani umeiona font and style. Unagusa hapa, mimi nitagusa hapo. Baada ya hapo utaona imeleta option mbalimbali. Sasa hapa acha nikuelezee moja baada ya nyingine. Option ya kwanza iloleta imeleta nadhani hapa ni maandishi jinsi yanavyoonekana. Panapofuatia ni font style, ni aina ya maandishi. Panapofuatia ni bold font. Bold font ni kuweka uzito kwenye maandishi. Mfano kama M inakuwa kama imekolezwa. Hapa ni font size, ukubwa wa maandishi. Simu yako size yake ya maandishi sasa hivi ni hii inaonekana hapa. Sasa mfano tukaona hii hapana, nataka kidogo nasumbuliwa na macho. Nataka moja kwa moja maandishi hayo makubwa kwenye simu. Yaani jinsi ya kuweka maandishi hayo makubwa kwenye simu yako ya Samsung, basi utakuja utasogeza hapa, kisha utaangalia hapa size inatosha. Bado utaongeza tena huku unaangalia hapa kama mfano, na hizi zote settings zitabadilika zote kuwa na maandishi makubwa. Umeona, kama bado unaongeza tena,
Kama bado unaongeza au unaweza kuweka juu kabisa. Kama unasumbuliwa na macho kwenye kuona, ukiweka maandishi makubwa kama haya unaweza ukaona muda wote kitu chochote. Lakini sasa kwa sababu mimi nipo vizuri kwenye macho, kwa napendaga kuweka madogo kabisa, kwa sababu kwangu naona ni sahihi zaidi. Tukija kwenye bold font, haya maandishi yakolezwe. Kwa mfano nikiwasha hapa, utaona maandishi yamekuwa yamekolezwa wino. Ukizima hapa, maandishi yanapungua wino. Sasa hii inawasaidia, kuna watu wanapenda, yani kuna watu wana macho yao yanaona zaidi vitu ambavyo moja kwa moja vimekolezwa. Mfano kama hivi anaweza akawa haoni vizuri, lakini endapo kakaa na akawasha bold font kama hivi, basi anakuwa moja kwa moja anaona vizuri. Hata mimi naipenda, lakini sio mpenzi na kutumia kwenye simu za message, kwa sababu unashindwa saa nyingine, au kwenye WhatsApp unakuwa unashindwa kuona vitu ambavyo vipo vimekolezwa. Mfano mtu anaweza kukutumia message WhatsApp akaona yani message WhatsApp ikaja imekolezwa yote, maana hii bold inakuwa imekolezwa. Baada ya kuwa kama hivi, basi unakuta imekuwa hivyo usimekolezwa. Sasa unakuta mtu akakuandikia labda message, halo habari, Jumatatu kuna kikao saa 6. Ile saa 6 unakuta kwenye WhatsApp labda kaikoleza na bold, lakini kwa sababu umesheka bold hivi, ile message yote, habari za saa hizi zote, ile labda kikao saa 6, zote unakuta imejikoleza, imekuwa bold. Hiyo inakuwa sio nzuri, siipendeli. Ndio maana mimi napenda kuizima, japo kama unapendelea iwashe. Ni feature nzuri sana na inasaidia. Hiyo ni option ya pili, nimeshaelezea kwa kirefu. Sasa ukija kwenye font style, ni design hii hapa inaonyesha aina ya maandishi unayoyataka. Sasa hapa nitaelezea taratibu hapa ukigusa. Sasa kuna aina mbalimbali za maandishi. Mfano kuna default, ni kawaida ambayo inakuja na simu kawaida. Kuna Samsung One, kuna hii hapa, na kuna Roboto pia. Sasa mfano tunataka maandishi yetu yawe Samsung One. Uza Samsung One. Tunaona maandishi yamebadilika kidogo sasa hivi. Mfano tukataka yawe hii bold, ukigusa umeona yamebadilika na maandishi yamekuwa madogo zaidi. Tukitaka labda Roboto, utaona Roboto inabadilika. Mfano tukasema tunataka pana, hizo fonti ndogo sana, nataka niongeze fonti nyingine, basi tutabonyeza download fonts. Umeona hapa download fonts, utagusa hapa. Ukishagusa utakutana na aina nyingine za maandishi ambazo zipo huku. Umeona hapo unakuta zote. Huku unakuta tena nyingine, umeona Samsung Sans, nyingi Rosemary, ni nzuri. Lakini sasa uta download inayokupendeza. Ukitaka kuiona inaonekanaje, basi utagusa. Mfano hapa tuguse Cooljas, wanakuonesha jinsi hapa ya kudownload Cooljas. Inakuwa kidogo kama maandishi yamepinda, umeona yanakuwa kama hivi. Sasa kuna watu wanapendelea hiyo. Kwa hiyo kama utataka hiyo, utabonyeza hapa install now, kisha itakuwa tayari ipo huko. Kisha install hapo au download tu hapa, moja kwa moja utakuta imeongezeka huko. Kisha utaweza kuiset. Lakini asilimia kubwa inategemea na utakachopendelea. Lakini mimi napenda sana nitumiage hii Samsung One. Ni nzuri sana na ina muonekano mzuri mno hiyo hapo. Lakini kama unataka kurudi uweke tu ya kawaida, basi utabonyeza hapa font style, kisha utabonyeza default. Kisha utarudi nyuma, utaona imekuwa kawaida. Naomba nirudie tena ili kukuonesha step by step kwa haraka. Unaingia hapa, ukitaka kubadilisha maandishi kwenye simu yako ya Samsung, ukitaka uchange font kwenye your Samsung phone, kisha unaingia kwenye setting. Ukiingia kwenye setting itakuwa hivi mwanzo. Baada ya hapo unaingia kwenye display. Baada ya kuingia kwenye display unashuka chini taratibu
mpaka unatafuta sehemu pameandikwa font and size and style. Umeona font size and style, unagusa hapo. Baada ya hapo utafikia kwenye kile kipengele cha kuweza kubadilisha. Usiache kusubscribe. Karibu sana, video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.